Na kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika mafundisho yetu. Hii ni sehemu nyingine tena ambayo ni tofauti na yale mafundisho ambayo tulikuwa tunajifunza hapo awali. Na katika mfululizo huu tutakuwa tunaangalia Biblia. Na tutakuwa tunaiangalia Biblia tukianza na Agano la Kale, na kisha baadaye tutaingia katika Agano Jipya. Na katika mafundisho haya tutaweza kuchambua vitabu vyote ambavyo viko katika Biblia. Na kwa hivyo nataka uandamane pamoja nasi katika mafundisho haya. Manake kama tunavyojua, watu wengi ambao wako kanisani, wengi sana hawana ufahamu wowote wa neno la Mungu. Wengi wao wanahudhuria, wamekuwa wakihudhuria kanisa au ibada za kanisa tangu walipokuwa watoto, wakafundishwa Sunday school, wakaingia katika kikundi cha vijana, yaani youth, wana youth au wanarika, vile vile wakajiunga na watu wazima, wakajiunga na ibada za watu wazima. Na kwa hivyo wakati ule hawakuweza kupata mafundisho muhimu au sahihi ya Biblia. Manake kama tunavyojua makanisa mengi yetu tunajua ya kwamba hata walimu wetu wa Sunday school, walimu wetu wa youth, na hata walimu wetu ambao wanatufundisha Biblia sio watu ambao wamekomaa katika mambo ya Biblia au katika ufundishaji wa Biblia. Walimu wengi ambao wanafundisha Biblia au wanawafundisha watoto au vijana au watu wazima kama walimu, wengine wao na ni wengi hawajawahi kwenda katika vyuo vya Biblia. Na kwa hivyo wanategemea yale mafundisho ambao pia na hao walifundishwa walipokuwa katika Sunday school, walipokuwa wana youth, na mafundisho ambayo wanayapata wakiwa watu wazima. Na sana sana mafundisho ambao wanayapata sio mafundisho bali ni mahubiri ya mchungaji. Kwa hivyo watu wengi sana hawana neno maalum la Biblia ndani yao. Na kwa hivyo ni vizuri kuingia ndani zaidi na kuweza kujifunza Biblia kwa undani zaidi, kuweza kuelewa hakika Biblia kilicho ndani ya Biblia. Ni vizuri kukumbuka ya kwamba Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Hiyo inamaanisha ya kwamba neno la Mungu lina nguvu, na unapoweza au unapopata mafundisho ya Biblia, basi unapata nguvu kamili ya kuweza kupigana na maovu, ya kuweza kupigana na yule mwovu shetani. Manake kila wakati jambo mbaya linapo kujilia, kuna yale mafundisho au lile neno ambalo linakujia ambalo linakupa nguvu. Kwa hivyo ni vizuri kujifunza neno la Mungu ili uweze kuwa na silaha maalum ya kupigana na maovu, ya kupigana na shetani. Kwa hivyo ninasema hivyo kwa sababu makanisa mengi yanapoanza, kama vile tulivyokuwa tunajifunza katika somo lililokwisha kupita, ni kwamba kanisa la hapo awali au kanisa la kwanza lilikuwa na nguvu sana. Manake walikuwa wanajumuika pamoja kila siku ya mwanzo wa wiki. Walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanaomba, walikuwa wana sifu, walikuwa wana umega mkate pamoja, na walikuwa wanajifunza neno. Kwa hivyo wakawa ni watu wenye nguvu. Vile vile tujue ya kwamba lile kanisa lilikuwa na watu wengi. Kwa hivyo wale watu ambao walikuwa wanakutanika pamoja katika nyumba za watu, manake wakati wa kukuwa na makanisa kama siku hizi, walikuwa wanakutanika katika nyumba za watu na kuomba pamoja. Kwa hivyo wakawa watu wenye nguvu sana. Tukumbuke ya kwamba pia wao walikuwa wamepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Vile vile kanisa la siku hii ya leo linapaswa kuwa limepokea nguvu ya Roho Mtakatifu ili liweze kufanya kazi kama inavyotakikana. Na kwa hivyo kama tunavyojua, makanisa ya siku hizi yanapoanza kupanuka na kuwa na wingi wa watu, kuna mambo mengi ambayo yanatendeka katika makanisa. Yale ambayo haswa yanatendeka ni kuanza kuunda idara mbalimbali. Kwa mfano idara ya miradi, idara ya uchungaji, idara ya welfare,
au inayoangalia maslahi ya watu wanapokumbwa pengine na matatizo mbalimbali. Idara ya wazee, wale ambao ni wazee sana. Kuna idara za kina mama, idara ya wanaume, idara ya uinjilisti, idara ya watoto, kuna kamati ya kanisa, kuna kwaya, na kuna mambo mengine ambayo watu wanaanza kufanya pale kanisani, ambayo kwao ni mambo ambayo wanayaona kama ni muhimu sana sana sana, na kwa hivyo wanatilia maanani vikundi hivi sana na kusahau neno la Mungu. Vile vile mchungaji anakuwa pia ametekwa na vikundi hivi, manake anasema lazima anazifuatilia sana ili aone ya kwamba vimeweza kuboreka na ili ziweze kusimama imara. Na kwa hivyo mara nyingi watu wanafikiria mambo ya idara zao, na tunapoangalia vile vile tunaona makanisa mengi yanapenda kufuata mifumo na tamaduni za makanisa yao kulingana na mahali ambapo yametoka. Kuna yale makanisa ambayo yametoka katika upande wa Amerika, kuna yale makanisa ambayo yametoka katika Ufaransa, katika Uingereza, katika Italy na katika nchi nyingine nyingi, na wale watu wanafuata ule mfumo ambao ni wa zamani, ambao ulikuja na wazungu au wale ambao walikuwa wanaitwa wamishonari. Na kwa hivyo vile vile tunaona ya kwamba wale watu wametekwa sana na zile tamaduni na ile mifumo. Kwa mfano ukienda kama makanisa kama yale ambao wametoka Amerika, yanazingatia sana mambo ya demokrasia, kujitawala. Wale ambao ni sana sana ni washirika, wanapewa uhuru sana wa kujitawala. Mchungaji pia ako na ule uhuru wake, na wengine wana mifumo yao ambayo wanazingatia. Na kuna wale ambao pengine viongozi wao ni watu wenye nguvu sana pale kanisani. Huwezi ukamjibu mchungaji pale kanisani. Huo ni mfumo ambao pengine umetokana na dhehebu lile. Huwezi ukamjibu, huwezi ukamkaribia na hata mchungaji. Kuna mambo kama haya ambayo yanaendelea. Vile vile kuna mambo mengi ambayo watu wanahitaji kuyafanya pale kanisani au kuyatimiza ili waweze kufanyiwa huduma. Kwa mfano kuna wale ambao pengine kama unataka kwa mfano kufanyiwa tuseme kwa mfano tu mazishi, au pengine kufungua nyumba, au pengine kufanyiwa jambo fulani na mchungaji, lazima uwe umetimiza masharti fulani. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanafungia watu ufalme wa Mungu. Kwa hivyo kuna wale ambao wanasema lazima kwanza uwe umebatizwa, lazima kama ni mtoto awe amewekewa mikono, lazima kama ni fedha, lazima uwe umetoa fedha ambazo pengine ulikuwa hujatoa pale kanisani. Lazima uwe umejiunga katika kikundi mojawapo ya vikundi vya kanisa, na mambo mengine mengi ambayo yako pale kanisani. Vile vile tunaweza kuona ya kwamba viongozi wengine hutumia kutojua au kutoelewa kwa Biblia kwa washiriki, kuwakandamiza. Kwa mfano matoleo mengi, wengine wakiambiwa ambao wanaambiwa kwamba hayo ni matoleo ambayo yametokana na mafundisho ya Biblia. Kwa hivyo kuna matoleo mengi, na kuna wengine ambao imefika hata kuwa na ibada za kila siku. Kwa hivyo kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Jumapili ni ibada asubuhi, morning service, lunch service, evening service, na kila wakati kuna matoleo, kuna kutoa sadaka, na pengine kuna kutoa na hata fedha zingine ambazo pengine zimepatiwa jina. Vile vile tunaona ya kwamba kuna wachungaji ambao wana nguvu sana pale. Kama nilivyosema, kuna baadhi ya makanisa ambavyo wachungaji wamepewa mamlaka makubwa sana, wana nguvu sana, hawawezi wakaambiwa na washiriki, na kwa hivyo wanapata nafasi ya kuwadhulumu washirika, haswa kina mama. Wakati mwingine wanadhulumiwa sana. Kuna wengine ambao wanafika kiwango hata cha kuabudiwa kama miungu,
Kwa hivyo kuna wale ambao pia wako na majina makubwa, Reverend, Apostle, Bishop, Archbishop, na usipomuita jina hilo atakasirika sana. Kwa hivyo vile vile kuna mavazi ambayo ni ya kutisha. Kuna suti, unaona mchungaji amekuja na suti ambayo haijawahi kupatikana katika kijiji kile au katika mji ule. Sijui imeudwa kistyle, ambayo inatisha. Vile vile kuna mavazi mengine, majoho ambayo yako exaggerated, yani yamezidishwa kulingana na pengine vile ambavyo mchungaji angetakiwa kuvaa yale majoho. Anaongeza na hata majoho mengine na kala nyingi au marangi mengi. Mambo kama hayo yanapatikana pale kanisani. Kwa hivyo na tunaona ya kwamba mambo kama haya yanaweza kutatiza washirika, na vile vile wanaweza kukosa nafasi ya kulisikia neno la Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu linapewa nafasi kidogo sana pale kanisani. Manake yale mambo mengi ambayo yanatendeka pale ni mambo ambayo hayana maana kwa mshirika. Neno ambalo au jambo ambalo ni muhimu sana kwa mshirika ni kulijua neno la Mungu ili liweze kumuongoza katika maisha yake ya kiroho. Kwa hivyo tutaanza kwa kujiuliza, manake katika utangulizi wetu tutaanza kwa kujiuliza pengine Biblia ni nini. Tutaweza pengine kujiuliza umuhimu wa Biblia, au kusoma juu ya umuhimu wa Biblia, na vile vile tutaweza pengine kuangalia tatizo la Wakristo wengi siku ya leo. Ni matatizo yapi ambayo Wakristo wanakumbana nayo, na vile vile tutaweza kuangalia yale ambayo yalisemwa na Yesu kuhusu neno la Mungu. Pia katika utangulizi wetu hayo ndio ambayo tutakuwa tunaangalia au kuyaangazia. Kwa hivyo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki. Nikitarajia kwamba utaandamana pamoja nami katika mafundisho haya ya Biblia. Tutaanza na utangulizi ambapo tutaanza kujiuliza Biblia ni kitu gani. Halafu kisha baadaye tutaanzia kwa kitabu cha Mwanzo au Genesis. Halafu kisha baadaye tutakuwa tunaendelea hivyo. Na kwa hivyo nakuombea kila laheri. Mungu wetu akubariki na kutendea mema. Shalom.